Ndio naweza nikafanya vitu vyangu na mimi nikafanikiwa kama alivyofanikiwa wengine. Lakini Manzi unampenda? Mimi unampenda brother. Yaani mimi kama ningekuwa simpendi leo hii mimi nisingekaa hapa kubishana naye, ningemwacha hata hiyo mimba atoe. Haya, tayari ana mahusiano mengine. Na leo ndo umejua. Nitafanyaje sasa brother? Na kati kilichompeleka kwa wengine kwa sababu sina hela. Ni kweli? Kilichokupeleka huko kwa sababu mshikaji ana hela? Ndio. Wewe unazo? Mimi sina, ndio maana nimemtafuta mwenye anazo. Sasa kwa nini usiachane na huyo ukabaki na huyo mshikaji mwenye pesa? Wewe ni kama mshikaji unamuumiza. Naweza kuachana naye? Yupi huyo? Naweza. Uko tayari kuachana na huyo? Ndio, naachana naye. Kwa hiyo umpendi? Sasa nilikwambia uso mwanamke. Natamani kujua kwa nini haumpendi. Kwa sababu hana hela. Hiyo ndio sababu yangu kubwa. Zinaweza zikaja. Mbona mimi natafuta, mbona mimi mpambanaji? Sasa mimi ndavaa nini? Kuhusu kuvaa sosija. Nikitaji vitu vyangu vya muhimu ndavipata wapi? Sina kazi mwenyewe unavyoona. Sasa ndio itabidi ujiongeze. Wewe unaishi na nani? Naishi na dada. Unafanya kazi gani? Anafanya kazi shule. Wewe ufanye kazi? Mimi sifanyi kazi. Kwa nini ufanye kazi? Kwa sababu tu sijafuatilia, ila nahitaji kufuatilia. Ila sina kazi. Sasa kwa hiyo mwanaume asiyekuwa na pesa kwako kupenda no. Kiujumla hutaki kudeti na mwanaume asiyekuwa na hela. Na haupo tayari? Siko tayari. Na una mwanaume ambaye atakuwa labda ana shilingi ngapi labda ndo mzuri kwako? Shilingi ngapi kiaje? Yaani awe anakupa shilingi ngapi ili mradi utulie naye. Labda mshikaji angekuwa anakupa shilingi ngapi ili mradi utulie, uachane na mambo yako mengine, ubaki na yeye tu. Matumizi kama shilingi ngapi? Ni hela ndogo tu. 20,000 kwa siku. Kila siku 20,000. 20,000, 15,000. Hivyo tu, hizo zinanitosha kwa siku. Sababu mwenyewe nasuka, inabidi nisuke, sio nishindie hii mizula, ninunue vindala, ninunue nguo. Hizo zile nazoniwekea nazitunza, zingine hivyo naenda hivyo kidogo kidogo. Mwenyewe sio kwamba natumia hela ovyo. Nayopewa naiweka. Kwa hiyo hapo kama kila siku mtu akiwa anakupa 20,000 20 mara 7 pale kwa siku 7 ni 140, si ndio? Kwa hiyo ni kama 140, au nitakuwa nimekosea? Ndio hivyo brother. Kwa wiki huo unapewa 140, si ndio? Hivyo kama anazo. Kama ana sio ndo tunaachana kama hivyo. Kwa hiyo leo upo tayari kuachana naye? Niko tayari. Sababu mimi ni mjamzito. Sasa nitaishije? Sasa wewe ujauzito nani anaenda kulea? Sio mimi hapa. Unajua mama mjamzito inabidi ale vizuri. Sio kama mimi mimi ni mtoto mdogo hivyo. Kwa inabidi nivae vizuri, nipendeze. Hapa tu nina ujauzito wa mwezi mmoja. Nikifikisha hiyo miezi 9 sio ndaonekana bibi mimi. Bibi? Ndaonekana bibi. Na wewe unataka soko lako bado liendelee kuwa vizuri, si ndio? Sasa mtu akiniona tu ajue huyu kashachakaa na mimba. Mimba mwezi mmoja kweli ndio nichakaze kakangu. Serious. Kwa mimba mchizi na kuchakaza. Kwa sababu anihudumia. Ila ngoa anihudumia haka. Ngozi zake tu vizuri, tungeishi vizuri. Sasa niga. Shida hapa ni kwamba kwa sababu wewe hauna pesa ya kuhudumia huu ujauzito. Au vipi? Je, tunafanyaje sasa ili mradi tuweze kusolve, kwa sababu hapa shida sio kukimbia tatizo. Shida ni kulitatua hili tatizo, si ndio? Ndio shida yetu. Inabidi tutatue tatizo, na mchumba anasema yeye anachotaka ni 20,000 kwa siku au 15,000 ili mradi aweze kulea ujauzito na atulie na wewe.
Hilo limekaje kwa upande wako? Mimi kusema kweli brother, yaani 20,000 kwa kila siku mimi siwezi. Uongo? Yaani uongo kabisa, hata mwenye maisha yangu anajua. Wewe labda kwa siku, labda kwa wiki unaweza kuwa unampa shilingi ngapi labda? Yaani mimi kwa wiki brother nimejipiga sana, hata 30,000 hiyo inawezekana, hata 30,000 inawezekana. Sasa mimi kwa wiki laki sijui na 40 huko mimi uwezo sina. Kwa wiki mshikaji yupo tayari kukupa 30,000 ili mradi ule ujauzito uache mambo mengine utulie na mshikaji. Upo tayari? 30,000. 30,000. Yeye ananipa Jumapili, kutoka Jumatatu ananipa Jumapili. Hata nijibu nini hapo? Haupo tayari. Kwa hiyo wewe kwa upande wako hiyo 30,000 unaizungumziaje sasa? Jamaa yeye anajitahidi kupambana huko kuzungusha ili mradi akupatie kwa wiki, na upo tayari kuipokea 30,000 ama? Hapa pagumu kakaangu. Pagumu kwa sababu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumapili nije kuipata. Yaani siku 7. Ni kazi. Akupe 30,000. Na mimi sina kazi. Wewe kwa siku unatumia shilingi ngapi? Kwa siku natumia hata kama 8,000, 10,000 natumia. Wewe unanunua chakula kwa mantilia au unapika? Muda mwingine nanunua. Si unajua nakaa na dada, kwa hiyo kuna kile kitu ambacho anakipenda yeye mimi sikipendi. Kwa hiyo inabidi nile. Dada yako anajua kuhusu ujauzito? Hajui bado. Hajui? Unadhani labda dada yako akijua kuhusu ujauzito atafanya nini? Atanifokea sana. Alafu anaweza akaniambia niende kwa mtu aliyenipatia ujauzito. Sasa niende kwa mtu aliyenipatia ujauzito aliyenye kama hii. Na mimi ndo nataka hapo. Jamaa upo tayari kuishi na mchumba ndani? Mimi brother niko tayari. Sasa kwa nini siku zote ulikuwa uishi naye? Shida vipengele vyake mwenyewe, lakini sometimes kuja hata wiki. Yeye hataki kuishi naye. Yaani ndio hivyo, yaani ndio anasema kwamba akija huko nini hali vizuri, yaani hataki kula ugali, sijui nini. Yaani ndio hivyo. Sasa ninafanyaje? Kwa nini ulimpenda sasa mtu ambaye unajua kabisa ana majukumu kukushinda, yaani kushinda kipato chako? Umesikia brother? Umeona huyo hapa kaja kubadilika sasa hivi baada ya kumpata mwanamke mwingine mwenye sijui. Ushanipata? Mimi nilikuwa nikitoka, yaani huyo ndo yaani mimi nakwambia, ananiambia wahi kurudi nyumbani. Ushanipata? Naenda huko pambana, rudi na chochote kitu. Alikuwa ananivumilia chochote kitu hapa, ila leo hii anakuja kunigeuka. Mimi najua kwa sababu kashapata wengine ambao wanampa kikubwa zaidi ambacho mimi nakosa. Ushanipata brother? Mimi uso kama anipendi. Mimi najua ananipenda, ila kinachomtoa kwangu mimi kwa sababu ya wewe mwanaume mwingine ambaye alompata ambaye ana kipato zaidi ya kwangu mimi. Hapo mimi nikwambie, umesikia Lydia? Nikwambie tu kitu kimoja. Si wanaume. Ushanipata? Kama huyo mbabu mwenzako kaweza kuchukua wewe kwangu, basi jua ashidu kumchukua mtu mwingine kwa mwingine. Yaani utakuja kulia kama mimi sinalia hapo, unaona mjinga. Sawa. Wewe mimi si unaona mjinga sasa hivi, sijui unataka laki ngapi, mimi sina. Ila one day utakuja kunikumbuka. Na hicho changu hicho mimi utakuja kunikumbuka. Mimi najua. Na wewe huko sasa usipoe. Yaani asipande kichwani na kwa shambulia. Nataka nguo yako. Sawa. Tuendelee. Kwa hiyo unavyohisi ni kwamba huyu amepata kiburi kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye anadate naye. Si ndio hivyo brother? Yaani hiyo ipo serious kwa sababu alikuwa anakuja hapa anakaa siku 3, anakaa hata wiki. Ushanipata? Hicho chochote kidogo sinakula. Lakini hiyo wiki dada yako alikuwa kugombeza, alikuwa anajua uko wapi? Alikuwa anajua. Kwa hiyo mahusiano yenu yanafahamika. Alikuwa anajua kama nipo kwa huyu. Alikuwa anajua kama nipo kwa shoga yangu. Huyu hapa. Shoga mtu naye unakaa peke yako? Au wewe ndio ulimtafutia wewe mwanaume mwingine? Hapana, hajanitafutia. Eti nyinyi mnahisije hapo? Hiyo itakuwa ndio hivyo yani. Kwani shoga yake naye unavomwona katulia hajatulia? Yaani kabisa ukiangalia unaona katulia yule. Hajatulia. Eti wewe unavomwona shoga yake katulia hajatulia? Huyu hajatulia kabisa, mimi namjua huyu. Eti kweli hujatulia? Na unaona wangapi?
kwangu mmoja tu, wengine wa ziada. Ona blaza, maneno gani haya? Hebu ngoja kwanza nikae hapa. Yaani umesema? Nimesema hivi, wa kwangu mmoja, wengine wa ziada. Kwa hiyo una mpenzi zaidi ya mmoja? Mpenzi na mmoja au wengine nyongeza. Au nyongeza wangapi unao? Sijui 3 au. Na wote unawapa chakula kile kile anachokula yule ambaye unampenda? Siongezi. Nimeshia hapo. Yaani wote unakutana nao? Ndio. Uswahilini kuna vituko. Okay. Sawa. Tufike mwisho wa hii tamati. Tumalize hili swala. Ili mradi wewe ubaki na amani. Pia huyu naye abaki na amani. Dadangu, unajua kutoa mimba kama ni dhambi? Naelewa. Upo tayari kuibeba hiyo dhambi? Kwa hiyo niko tayari. Na upo tayari kwa sababu unahofia ukifika miezi 9 utakuwa kama umezeeka kwa sababu utakuwa na ujauzito, si ndio? Bana, nahofia kabisa na mwanangu nitaimzaa. Ataishije? Ataishije baba mwenyewe? Basi, sijui hata nisemaje. Wazo lako? Au mimi nawaza basi kitu kimoja. Basi kama mimi nikupeleke nyumbani kwa shangazi. Shangazi yako ni wapi? Huko? Hapana, sio huko. Wapi? Bukoba huko. Bukoba? Sasa Bukoba mimi nikafanya nini? Siwezi kwenda Bukoba mimi. Bukoba akafanya nini anauliza? Yaani yeye senda kama nilio kuishi vizuri nini? Mimi najua shangazi yangu atamlea tu, atamwangalia kwa sababu ana kiumbe changu tumboni. Sasa shangazi yako ndo amenipa ujauzito? Hapana, mimi kwa siwezi kuishi Bukoba, nishazoea maisha ya damu. Kwa hiyo samahani tu. Kwa hiyo hapa mwanangu, wewe maamuzi yako ni yapi? Wazo lako naona kama limekataliwa huko. Je, maamuzi yako wewe ni yapi? Yaani mimi blaza hapa. Yes, kesha sema mimi anipende. Mimi fabilahi, mimi namwachia Mungu. Ujauzito? Ila mimi ndo Mungu pia. Nataka nimuombe kitu kimoja. Mimi ujauzito wangu usiutoe. Ushanipata? Mimi na namba yako na namba yangu. Mimi chochote mimi natoa. Siwezi kubaki nayo, siwezi. Ila mtoto anakujaga na baraka ujue. Bana, yani maneno ya njia gani ya watu? Hapana, mimi siwezi, utanisamee. Mimi brother monisaidie. Mimi nifanyaje sasa? Tukaeni basi hapa. Ili tulizungumze hili vizuri. Njoo kae hapa na. Hapo panakalika Okay. Sawa. Hapa tulipofikia ni pagumu, sio sehemu rahisi sana. Unajua, kwa mtu ambaye wa karibu haraka haraka anaweza akachukulia kawaida, lakini ukifuatilia hii history kuna kaugumu, kwa sababu binti ni mjamzito na yupo tayari kutoa kwa sababu tu anahitaji kuendelea kuwa na maisha yake mengine, na anahisi kuwa ujauzito aliokuwa nao mshikaji ameshindwa kulea, ameshindwa kutoa 140,000 kwa wiki kwa ajili ya kulea huo ujauzito. Kwa hiyo mwanamke yupo tayari kutoa ujauzito. Na kwa upande mwingine sasa, binti amesema kuwa ana mahusiano mengine, ana mwanaume mwingine ambaye waga ana uwezo wa kumpa pesa muda wote pale anapokuwa anahitaji. Naomba nikuulize swali binti yangu. Huyo mwanaume kama ikitokea sasa ujauzito ukashindwa kutoka, jamaa ameshindwa kukupa pesa, kwanza hiyo pesa kutoa ujauzito anatoa nani mfukoni? Wewe huyu au huyo mwanaume wako mwingine? Anatoa mwanaume wangu mwingine huyo. Yeye atakuwa tayari ana taarifa hiyo kwa wewe ni mjamzito? Ana taarifa kwa sababu ile pesa yake ya matumizi ambayo ananipatia. Kwani jamaa anakupaga pesa ya matumizi shilingi ngapi? 1,000. Kwa wiki au kwa mwezi? Kwa wiki tu. Ana hela kubwa kiivo, lakini ana hela.
Jamaa nakupa pesa 100,000. Huu ujauzito unautaka utaki? Siutaki. Hautaki? Ni kwa sababu baba sio sahihi ama? Ndiyo, baba sio sahihi. Kwa sababu ya kipato? Ndiyo, kwa sababu mimi mwanangu atapata shida ujue. Na wewe plani zako mtoto wako akasome shule za international, awe na maisha mazuri, awe weekend umpeleke Mlimani City kwenye Bembea Beach, right? Asiishi kama maisha yangu niliyopitia mimi. Umepitia maisha mabaya? Ndio maana naogopa. Umezaliwa huko Dar es Salaam? Nimezaliwa huko mkoani. Alafu ndio ukaja kutafuta maisha. Huko ulivyokuja huko umekutana na maisha ajabu Mwanzo niliona magumu. Kuna kitu gani ambacho labda ukisha kutokea kwenye maisha yako mpaka unasema yale maisha sitamani tena kuyarudia? Maisha yangu yaani vile ambavyo nikopo naenda shule iko mbali. Kwa ndo nimewaza hivyo mwanangu itakuwaje. Kwa hiyo nimefikiria mengi sana, naogopa. Okay. Sawa. Bro, kwa upande wako wewe sasa hili limekaaje? Na binti ndo ameshasema kuwa anataka kutoa ujauzito. Kipi ambacho unaweza kukishauri ndani yake? Mimi na kitu kimoja nataka kumwambia. Shani bali. Yaani kwamba yeye kama alivyokaa sijui kushaishana huyo shoga yake sijui kwamba kutoa ujauzito ndio sahihi, anakosea. Ila hapa kama huyo bwana wake anaweza kumpa sio laki sio kwa wiki, ushanipata, ana uwezo wa kulea mtoto. Lakini sasa ndio jamaa, maana jamaa dakika za mwisho naye mshikaji anaishi, unajua, si unaelewa? Kwa hiyo ujauzito kuna namna hivi atakuja kuushtukia tu. Je, akiushtukia au umesikia brother? Au kitu kimoja, naweza ngana sina akili, ila kwa ajili tu ya kunaniliu maisha ya mtoto na yeye mwenyewe. Mimi najua brother kashalala naye sana huyo jamaa. Jawai bwana. Najua. Umejua haiwezekani mtu akawa anatoa hela brother, hata mwenyewe kiwanaume kimaisha ile ya kweli. Haiwezekani mtu akawa anatoa hela afu asile nafu anavyokuambia muda brother. Namna gani na wewe mshikaji? Tuna miezi 6. Sasa miezi 6 kweli brother, miezi 6 ina make sense. Kweli brother, na mtu anatoa hela. Sasa hapo mimi ndio sawa. Kweli sawa, naweza nikasema kwamba ndio ujauzito wangu, lakini hapo wenyewe bado kuna sometimes nashindwa hata kuelewa yani kwamba wangu kweli, kwa sababu toka muda kwa miezi 6 kwa ujauzito na una mwezi gani mmoja, ushanipata. Kwa mimi hapo bado nashindwa kuelewa. Ila kuna kitu kimoja, kama kweli mwanamke na anatarajia kuwa mama bora, mimi fresh anaweza kaniacha, ushanipata, lakini anaweza kananiliu akambambikizia basi mchizi ili tu asitoe ujauzito, kwa sababu kuna mawili, kuna kufa na kupona. Anaweza akafa akapoteza maisha yake au bado, ushanipata. Wewe upo tayari, mfano wewe upo tayari kubambikiziwa mtoto kwa sababu tu ya ulinzi wa mahusiano yake ya zamani? Yaani ushanipata brother, umeona kama mimi hapa, mimi siwezi, cha kwanza mimi siwezi kudeti na mwanamke ambaye anajua na mtu wake. Mimi siwezi, ushanipata. Na ndio maana mimi nimemchagua huyo hapa, ushanipata, kwa sababu mimi nimemkuta huyu ana mtu, ila huyu kaanza kujaza watu baada ya kudeti na mimi, baada ya mimi hali yangu kwa chini, ila kwa ajili ya maisha yake. Hiyo brother inawezekana, kwa sababu mimi nampenda. Yes, kashasema nipendi. Mimi fabilillahi, mimi nampenda. Lakini siku zote mtu ambaye anampenda mtu hawezi kumwacha mtu akosee. Yule ambaye anampenda, huyu anachokifanya anakosea, anachokifanya sio sahihi brother. Yaani sio sahihi hata kidogo. Yaani kwenye vitabu vya dini, kwenye kisheria nini, sio sahihi hata kidogo brother. Hebu ngoja tusikie na mawazo yake. Wewe kwa mawazo yako wewe upo tayari kufanya nini juu ya wewe ujauzito? Hebu kuwa mkweli, tumalize kwa hiyo hitimisho lako. Mimi nataka niitoe. Na upo hapo umesimamia msimamo wako wa kutoa ujauzito? Nataka niitoe tu. Mfano mtu anayekuangalia hapo labda akisema akupe
akupe labda pesa ufanye biashara mradi uweze kulinda huo ujauzito, upo tayari au haupo tayari kulea tena ujauzito wa mshikaji? Kwa hilo niko tayari. Kwa hapo kikubwa ni kwamba kipato tu. Kipato, yaani akinipa hata pesa ya mtaji mimi nitafanya tu, kwa sababu ila kujifungua upo tayari, ila issue ni kwamba swala la maisha, hali ya maisha, si ndio? Hali ya maisha tu. Na hiyo mtaji hiyo ni shilingi ngapi hapo? Sio milioni 2 tu au milioni 1.5. Huo mtaji ni wa nini? Nguo, hata nguo. Unapenda kuuza nguo? Bro, mtaji milioni 2, milioni 1.5 hapo. Sasa tuchague, upo tayari kuitoa hiyo pesa au upo tayari kumruhusu akatoa ujauzito? Yaani mimi brother, ningekuwa nayo ningeenda ndani, ningemchukulia, ningempa. Chukua hiyo milioni 2, fanyia kazi. Ushanipata? Kwa hiyo wewe hauna hiyo pesa? Yaani hiyo pesa sina. Na hata kama nikiamua ni force vipi, ni uongo. Kwenye milioni 2 huko. Uongo. So leo yani. Yaani hata natumia mkumbushaji. Bora tu akatoe. Kama ndo kashaamua hivyo. Sasa mimi nifanyaje brother? Yeye kashaamua mwenyewe, mimi nifanyaje? Na wewe ndugu yangu hapo, rafiki mtu, shemeji, tusije tukasema tumeshauriana sisi wenyewe. Upo tayari shemeji akatoa ujauzito? Mimi brother, kusema ukweli mimi sipo tayari kabisa. Unajua hata vitabu vya dini vimeandika kutoa mimba ni dhambi kubwa sana. Siko tayari kabisa ni atoe mimba mshikaji. Na wifi mkubwa huko, upo tayari shosti yako atoe ujauzito? Hapo mimi nimefikiria mwenyewe na kichwa changu hapa. Naanza kabisa soko. Hebu mshikie hapo, nini muulize huko swali. Haupo tayari atoe ujauzito? Yaani siko tayari atoe. Kwa nilivyofikiria na mnavyosema hivyo. Sasa ishi ni kwamba sasa huyu ataishije? Nani? Huyu. Ana pesa, ana kazi, ujauzito ataleaje? Hapo anatakiwa kubaliana na hali, yaani akubaliana na hali yenyewe. Kama amtaki huyo bwana wake au shemeji yangu mimi, arudi kwa dada. Akishakaa na dada muelekeze kabisa kuwa yeye ni mjamzito. Alafu ni amombe na msamaha dada yake. Kama ajui kuhusu mahusiano na yule bwana wake, ajue. Na amwambie kabisa tumeachana. Alafu dada yake ni mtu mzima, yule dada yake, kwao atajua wanafanya nini. Hawezi akamgombeza eti nenda kwa bwana wako sijui nini, hawezi. Alafu tutaona tunafanya nini. Kama sisi tutaanza kujichanga wenyewe, tunamsaidia hivyo, siku zinaenda anavyotaka yeye. Jamani, sio kweli. Wewe ulipo hapo unafanya mishi gani? Mimi hapa mishi yangu ni ndogo tu, hata haina hela kubwa yenyewe. Mishi yako mishi gani? Nafanya kazi tu mgawani. Hapo katika hiyo sehemu yako ya mgawa hakuna nafasi labda tukaweza kumtafutia shoga yako na yeye mnafanya wote hapo? Nafasi zipo, ila siwezi kujua sasa. Bosi wangu mwenyewe anahitaji watu. Sio anasema nafasi zipo, afu kumbe yule bosi wangu mwenyewe hataki watu. Lakini mfano ukapata kazi ya kuajiriwa kwenye mgawa hivi sehemu nyingine, au mtu labda akakuita umfanyie kazi ofisini kwenye biashara yake, wewe upo tayari? Kwa sasa hivi niko tayari, tumbo likiongezeka nadhani nitashindwa. Tumbo si linaongezeka mpaka miezi 6 huko sijui 7. Kwa sasa hivi ndio maana nimesema naweza, ila miezi ikiongezeka nitashindwa kutokana na hali yangu. Afu mimi si unajua hii ndio mimba ya kwanza. Kwa hiyo ukipata kazi mshikaji umwachi na mimba unalea, au mshikaji umpendi kabisa? Sio kama simpendi kabisa, nampenda. Inawezekana labda mapenzi yalikuwa zamani, sasa hivi ni mazoea. Unampenda au umemzoea? Nimemzoea. Ila kumpenda uongo. Sasa nasema mapenzi ni mazoea. Lakini mapenzi sio upendo. Kwa nini unavyohisi mapenzi ni mazoea? Mimi ninavyohisi mapenzi ni mazoea. Kwa mimi nikikuzoea tunakuwa wapenzi. Sio hivyo.
sawa. Tuachane na huko. Bro, mimi naweza nikakupa huu ushauri mdogo hapa. Kama pia unaweza kufanyia kazi, unaweza ukaleta tiki fulani hivi katika hatua zako. Na huu ushauri tutajaribu kudiscuss hapa kama utafaa. Kwa nini usijaribu kuzunguka katika hizi cafe restaurant ndogo ndogo hapa Kimara hii mpaka kule Lami, ukaenda ukajaribu kumtafutia kazi huyu binti kama unaweza, kwa sababu yeye kwenye kazi atakapokuwa anaingiza 200 na yeye unaingiza 200 kwenye harakati zenu, hapo mna 400, sio? Unaelewa? Kwa kama mna 400, kuna uwezekano wa kufanyaje, wa kuendeleza maisha, kwa sababu wewe upo tayari kuishi na mshikaji, si ndio? Kama uwaga una uwezo wa kukaa wiki ndani kwa mshikaji, basi una uwezo pia wa kuendelea kuishi na mshikaji vizuri. Kwa nini mwanangu usijaribu kwenda kwenye hivyo sehemu za chakula ukajaribu kumtafutia kazi kwanza kwa muda, huku wakati mnaendelea kufanya mambo mengine, kuseti harakati zingine, kwa sababu mimba ni baraka. Yaani hiyo imekuja, lakini pia Mungu tayari kuna njia ambayo ameitengeneza. Inawezekana kweli usiishi na mwanao katika hayo maisha. Mimi nadhani ukijaribu kufanya hivyo, kucheki michongo fresh, si unaelewa ndugu yangu? Nyie jipeni muda. Wewe binti, mimi nakuomba usitoe ujauzito kwanza. Guys, hawa wanaishi mtaani huko. So mimi nitakuwa nafuatilia hatua zao wamefikia wapi. Lakini binti, usitoe kwanza ujauzito. Unachagua kumpa muda gani mshikaji kwa ajili ya kukutafutia hiyo issue ya kufanya wewe mradi uweze kuyaendeleza maisha yako bila kumsumbua yeye? Unampa siku ngapi? Wiki 2. Wiki 2, siku 14. Na wewe akupe siku ngapi ya kutafuta, au wewe utafuti unataka kutafutie moja kwa moja? Hizo. Kwa hiyo wiki 2 wewe utatafuta kwako na yeye atatafuta kwake, si ndio? Na kama ikitokea umepata kazi, basi upo tayari kulea ujauzito na kuishi na mshikaji. Ndio. Bro, kwa hiyo sasa hivi maisha yake yako mikononi mwako, si unaelewa? Yaani jua ukifeli na hapo, na sio lazima tu kwenye restaurant, tafuta huko, hata kuna maduka nini, tafuta pia, si unanielewa? Unanisikia vizuri? Yeah. Kwa hiyo ushauri ambao mimi naweza nikawapa, cha kwanza, wewe unahitaji ujauzito, huyu hauhitaji, lakini huyu pia ana uhitaji. Amesema hauhitaji kwa sababu ya hali halisi ya maisha. Huyu mwanangu huyu atakuwa mkeo, utakuwa mnapika, ukitoka kazini amekupikia nini. Ya Mungu awabariki, awasimamie katika hilo, muweze kuendelea kuna niliu, si ndio? Au tusali kidogo, tuombe hapa kwa ajili ya hii swala. Tuko tayari? Nani anaongoza maombi? Mimi mwenyewe. Jamani, umeamua wameniambia niongeze maombi. Guys, nimevaa kanzu kwa sababu Ijumaa, ila mimi ni Mkristo. Lakini pia mimi ni mwana sanaa. So inabidi nifikishe sanaa yangu katika kila engo za watu. Niko hapa kwa ajili ya kwenda kuomba. Najua watu mtashangaa, mbona naomba kikawaida tofauti na ile lugha ya Uislamu. Mimi ni Mkristo guys. Okay. Sasa tunaliombea hili. Tuko vizuri? Unataka kucheka binti? Okay, sawa. Tufumbe macho. Asante Mungu, asante Baba kwa uwezo wako, kwa pumzi kubwa uliotupa mpaka leo. Umetupa kibali cha kuendelea kuiona siku ya leo, ni kwa sababu unaendelea kutuhitaji. Na tunashukuru kwa nguvu zako, tunashukuru kwa wema wako, tunashukuru kwa upendo wako. Ukabariki mahusiano haya yakawe na nguvu, hiyo migogoro midogo midogo ya kitoto ikawatenganishe na maisha yao. Wakae pamoja, waweze kuelewana. Hivi vigingi au visiki ambavyo vipo mbele yao, Baba tunaomba ukavitoe, ili mradi njia yao iwe safi, kwa sababu umri wao ni mdogo, bado wanakuhitaji wewe, ili mradi uweze kuwaongoza. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Okay, sawa. So guys, mimi nitaendelea kuwapa update juu ya hili swala. Mimi binti bwana akitoa ujauzito tutakuwa tumegombana kabisa yani, na nakwambia ukweli tu, serikali itakukamata. Mimi nitahakikisha ili nafika kwa serikali. Ukiona tu unazingua kwa namna hiyo umetoa bro, mimi nitakupa namba yangu, tutaendelea kuwasiliana.
Na vipi kuhusu huo mshikaji ambaye anakupa hela? Leo umewasiliana naye? Sijawasiliana naye leo. Mpaka umpigie au huaga nakupigiaga mwenyewe? Mpaka nimpigie. Mpaka umpigie. Anakupenda wewe, ndo unampenda kwa sababu naye? Mimi ndo nampenda kwa sababu kwa yeye. Ila yeye unajua kabisa hakupenda. Atajua mwenyewe kama ananipenda au anipenda. Kikubwa mtatumia upendo wako. Kikubwa ananipa. Lakini si una mwanaume. Ogopi kuongea maneno. Sawa, nishaacha kumbe. Basi muombe samahani. Samahani. Samahani hiyo sio nzuri bwana. Kaongea maneno makali bwana. Mwenyewe nimejisikia vibaya. Hebu muombe samahani bwana. Huyo mshikaji anakupenda ndio maana anakupambania. Mlifundishwaje kuomba samahani? Na nani? Kwani wewe ni wapi umesema? Ulizaliwa wapi? Mbeya. Mbeya. Sasa nifundisha kusema tu samahani. Samahani mume wangu. Mume anacheka. Okay, sawa. Guys, nashukuru sana. Tukutane next time, lakini kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu basi hakikisha una subscribe hapo chini kwenye neno hapo chini kuna neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe. Pia make sure unagusa alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata notification kila pale nitakapokuwa napandisha video zetu. Guys, niliwaambieni kuwa tutajitahidi kwa sababu watu wengi sana najua mnapenda sana kusikiliza hizi story ya visa kwenye mahusiano. Nitajitahidi kuwaletea kwa wiki mara 2 ili mradi tuweze kwenda sawa, si ndio? Nashukuru sana, tukutane next time tena. Tunazima kamera hapa, lakini bado tuna kikao chetu cha siri, lazima tukiendeleze ili mradi jambo lao liwe kawaida. Sawa, bye bye.